Raila Odinga alishindwa kura 2007. Hiyo ni swali. Wewe uone hiyo ni uongo sana mpaka iwezi kuwa ukweli. Nikikuibia 1000 na nikupee 500 uende nyumbani, utasema sijakuibia? Bado umeniibia. Kwa hivyo hii muda yote amekuwa akiibiwa. Wacha nikuambie, Raila Odinga alijua kitu moja yenye watu wote wajajua. Nadhani Sifuna pekee ndiye anaielewa. Yes, Sifuna. How to win through losing. Milioni kakuwa mwanasiasa, nitataka kufanya kama Raila Odinga. Raila alikuwa anajua nimepigiwa kura na anajua mumei. Sasa maliza hii mambo yako, hii sherehe yako ya uongo. Nimekupatia miezi 2. Kuna simu nitakupigia, jaribu kukataa kunipatia Kenya na kuitisha. Mtu peke yake yako na uwezo ya kufanya hiyo saa hii ni nani? Sifuna. Asante sana. Mtu mwenye amefanya kitu Raila ufanyanga peke yake tangu Raila akufe ni nani? Sifuna. Na alifanyia wapi? Busia. Huyo ndio Raila sasa. Raila Odinga uzuri yake ilikuanga moja, nitakuitisha hongo na bado nitakupatia kazi ya kufanya. Yaani nakutesa mara 2. Juli niibia kura na kutesa mara ngapi? Mara 2. Ya kwanza utaniibia pesa unipee. Hiyo ni ya kwanza, na ya pili utaandika watu wangu kazi. Speech ya Edwin Sifuna kwa matanga ya Raila alisema aje? Baba, mimi Edwin Sifuna sitakuwa among the people wenye watafanya nini? Kati ya Sifuna na wengine nani amesaliti baba? Speech ya mwisho wa Raila Odinga ilikuwa nini? Who told you? Nani alikuambia? ODM bila Raila Odinga si ODM. Na Raila Odinga mwenye amebaki ni nani? Sifuna. Shida yenu ni kudhani ati Raila Odinga lazima akuwe Mjaluo. Si ndio? Raila Odinga hata kesho anaweza kuwa Mkikuyu. Kuna baada ya Sifuna kunaweza kuja tena jamaa mwingine tena Mkikuyu mwenye yako na hiyo spirit naongoza hiyo ODM. Gachagua anaweza kuwa yeye. Hapana. Na nitakwambia kwa nini. Nitakwambia kwa nini. Kuna kitu lazima upitie ndio ufike hapo. Haiwezi kuwa ati wakati watu walikuwa wanateseka wewe ulikuwa saidia serikali. Alafu wewe ukisikianga you cannot copy paste baba. Sisi tayari tuko na nywele ngumu, tumekuwa wakubwa, uko na shida ya pesa, umeoa, uko na mpango wa kando na ameshika mimba, unataka uko na vitu mingi. Umesemekana sijui bibi anataka kukudivorce. Uko na mashida mingi, uweze fikiria mambo ya nini? Ya katiba. Kwa hivyo ni msupport hii petition, watoto wasome katiba wapi? Shule. Tumesema tukubali sisi ndio kizazi potovu. Lazima tuishe kwanza. Lazima kwanza sisi tuishi. Wao ndio wanakuja. Ndio Mkristo akuwe Mkristo, lazima ajue nini? Wacha nikuulize. Wewe unajua Biblia inasema usiende kwa jirani yako sana atakuzoea na akuchukie. Hiyo iko wapi? Proverbs chapter 27. Wewe unajua Proverbs inasema usizoee kwa jirani yako sana atakuchukia. Fungua Proverbs 27. Kuna swali. Biblia inasema afadhali ulale kwa mabati kuliko ulale nyumba moja na mwanamke mzumbufu. Siko kwa Biblia. Kwa hivyo mwanamke akikusumbua usishtuke. Hata Solomon alisema kuna wanawake wasumbufu. So usipojua hiyo Biblia, wacha nikuulize, ningekuwa pastor leo na niseme Biblia inasema usiende kwa jirani yako sana, si utadhani nadanganya? Jua ujui, alafu uende usome sema itakuwa pastor alikuwa anasema ukweli. Takusomea mpende jirani wako. So mpende jirani wako. So kuanzia leo lesson ya Nakuru imekuwa article 255. Vitu 10 zenye haziwezi badilika bila nini? Referendum. Hauwezi badilisha term ya rais. Hauwezi nyang'anya wananchi nguvu bila ruhusa yao. Sovereignty of the people. You cannot change it without. Huwezi amua ati hatutavote. Wewe huwezi amua ati tusikue na uchaguzi ati tunajua hatutavote. No, hiyo ni nguvu ya wananchi. Kitu kingine huwezi badilisha kwa katiba. Hauwezi badilisha kazi ya nini? Ya devolution, structure ya devolution. Wewe huwezi badilika leo useme ati hii county haita exist. Kuna processes. Umeona? Kitu kingine huwezi badilisha kwa katiba yetu bila watu kupiga kura ni kazi ya bunge.
Hawezi badilisha ati leo bunge inaweza amua nani atakuwa rais. Ni wananchi wanaamua. Kwa hivyo ni wananchi uende uwaulize. So nikionanga watu wako na wasiwasi ati na ni kama huyu jamaa atabadilisha ikuwe 7 years. Anabadilisha aje? Kuna kitu inaitwa referendum question. Lazima ipelekwe wapi? Bunge. Ikipita bunge ipelekwe wapi? Kwa IBC. IBC form nini referendum question yenye itavotiwa yes ama no. Ipeane symbol ya yes ama ya no na iletwe wapi? Ground. Wacha nikuambie, ukitaka nchi iharibike, leta hiyo. Ukitaka nchi iharibike, sema leo tunataka kubadilisha tamu. Sawa. Ikiletwa kwa wananchi hiyo referendum question. Yes. Alafu ifanyiwe ukarabati kama vile tuliona. Yes, ifanyiwe ukarabati. Kuna kitu inaitwa nguvu ya watu. Uliona nguvu ya maandamano? Iletwe hiyo. Ikishaletwa. Alafu hiyo hesabu watu wapige hiyo kura. Yes. Kosa kutoka vile watu wanafikiria. Yes. Ikuwe imefanywa mambo mengine huko. Yes. Ndio nakwambia kuna kitu inaitwangwa kwa sheria ukisoma sheria kuna kitu naambiwangwa. There are statements which are too true to be false and statements which are too false to be true. Mimi naelewa huyu. Yaani kuna vitu zingine zenye ni ukweli sana mpaka iwezi kuwa uongo na kuna vitu wenye ni uongo sana mpaka iwezi kuwa ukweli. Nikupe example. Raila Odinga alishindwa kura 2007. Hiyo ni swali. Wewe uone hiyo ni uongo sana mpaka iwezi kuwa ukweli. Unaona? Ndio haikutekelezwa. Unataka kujua kwa nini? Ndio maana ilibidi wamuite wacha nikuambie. Nikikuibia 1000 na nikupe 500 uende nyumbani. Utasema sijakuibia? Bado umeniibia. Kwa hivyo hii muda yote amekuwa akiibiwa. Wacha nikuambie, Raila Odinga alijua kitu moja yenye watu wote wajajua. Nadhani Sifuna pekee ndiye anaielewa. Yes, Sifuna. How to win through losing. Milioni nikakuwa mwanasiasa, nitataka kufanya kama Raila Odinga. I will want to win through losing. I will not want to lose through winning. Raila alikuwa anajua nimepigiwa kura na anajua mumei. Sasa maliza hii mambo yako, hii sherehe yako ya uongo. Nimekupatia miezi 2. Kuna simu nitakupigia. Jaribu kukataa kunipatia Kenya na kuitisha. Ndio maana Raila alikuanga si celebrate. Anakuja anasema na unajua sisi hata hiyo mambo tunajua lakini Teresa aliambiwa weka. Hapana. Wachana hiyo. Umeelewa? Kwa hivyo Raila Odinga alishajua kutetea watu wake bila kuhustle. Najuaje? Si niko na watu wangu wenye waliinvest kwa campaign. Niko na maprofesa. Niko na watu huko chini wenye wanataka kazi ya madirector kwa makaunti na wapi. Na wewe umeiba kura yangu. Haina shida, utanipea hiyo kazi tu. Sasa kuna list nitakutumia. Hiyo ndio simu walikuwa wanapigianga marais. Sasa bwana, kuna list inakuja, wewe fix sawa? Kataa uone. Mtu peke yake ako na uwezo ya kufanya hiyo sahi ni nani? Sifuna. Asante sana. Wacha nikuulize. Tangu wakati Uhuru alishinda kura 2013, si ndio? Tangu 2013, si Raila inasemekana alishindwa kura 2013 na 2017. Sawa basi. Lakini nani alikuwa na stress kati ya 2013 na 2022? Raila hakuwa na stress. Yani marais ni wanaenda kuambia wananchi, basi tumekubaliana na ndugu yetu Raila tufanye kazi. After hii handshake ya juzi, vitu ziliungua Kibera, si ndio? Raila Odinga akaenda immediately after handshake. Speech ya Raila alisema aje? Hata Ruto si alikuja kutipigia magoti. Imagine uko na hiyo nguvu. Ni nani ako na uwezo ya kuambia wewe Oburu anaweza kuambia usinunue gazeti na ukose kununua? Utanunua. Anaweza kuambia usinunue vitu ya Brookside na ununue. Ukose kununua. Utanunua la Sifuna. Utasikia? Ukitaka kujua mtu ana control vitu ni ule mwenyewe. Ukiangalia crowd yake inakaa hivi. Crowd yake haina uniform.
Wansemanga the truth does not need a defense. Ni organic. Wakati Raila Odinga alikuwa anasema ataenda kujiapisha, inasemekana marafiki yake ya karibu walianza kumwambia baba, unajua sasa ni watu wakuje, tutahitaji budget ya nini? Ya mobilization. Raila aliambiwa jamaa nini? Watu watakuja, wewe acha maneno mingi. Tulienda ama hatukuenda? Alafu wengine wakingojea simu. So mtu mmoja amefanya kitu Raila ufanyanga peke yake tangu Raila akufe ni nani? Na alifanyia wapi? Busia. Huyo ndio Raila sasa. Umeelewa? So kiongozi ni ule mwenye, wacha niwaambie leo, ogopa sana serikali ambayo haina opposition. Ogopa sana opposition yenye kazi yake ni kubagain. Ogopa hiyo sana. Raila Odinga uzuri yake ilikuanga moja, nitakuitisha hongo na bado nitakupatia kazi ya kufanya. Yani nakutesa mara mbili. Juli niibia kura na kutesa mara ngapi? Mara mbili. Ya kwanza utaniibia pesa unipe. Hiyo ni ya kwanza, na ya pili utaandika watu wangu kazi. Kwa hivyo maendeleo. Nikuulize, kati ya Raila Odinga na Edwin na William Ruto tangu 2022 mpaka saa hii, nani anakosa usingizi? Nani alikuwa anakosa usingizi? Ruto. Sio Raila. Raila tu anaamka anasema sasa Tuesday tunarudi uwanjani. Kindiki alikuwa mtu wa interior, si ndio? Nani alikuwa anashinda kwa media kila siku? Sio Raila. Raila ana announce once, nyinyi mtajidefend mara 50. Unasikia Murkomen anasema wajaribu, na atakuja bado. Atakuja, hiyo ndio ilikuwa uzuria. Si ati unatisha. Mara leo unasema hatutaitisha chochote, yenye tutapata ni sawa. Kesho tena unageuka. Raila hajawahi negotiate na mtu kwa watu. Hakuna mtu anajua Raila alikuwa anaitishanga nini. Ulikuwa unasikianga tu handshake imepi. Hakuna mtu anajua Raila alikuwa anaitishanga nini na aje. Ilisemekana nani alituma Raila akuje apige handshake? Kwa nini? Hata Uhuru alijua hata yeye sijiokoa. Mtu pekee anaweza muokoa ni nani? Wakati Matiang'i alipelekwa kwa ofisi za DCI, Matiang'i alikuwa mfanyikazi wa nani? Uhuru. Kwa nini sio Uhuru alienda kumtoa? Raila ndiye alienda. Raila ni ule mercenary mwenyewe. I think kama watu wamewatch ile movie inaitwa nini? Blacklist. Unajua Raymond Reddington. Yaani umpendi lakini unamuhitaji. Raila ndio hiyo sasa hiyo kitu. Yaani umpendi lakini unamuhitaji. Sasa Sifuna ndio huyo, umpendi lakini unamuhitaji. Oburu simpendi na simuhitaji. Hivyo, it is that simple. Haumpendi na umuhitaji, juu atakusaidia nini? Hawezi. Wacha nikuulize. Wanasemanga the strongest man is he who can stand alone. Speech ya Edwin Sifuna kwa matanga ya Raila alisema aje? Baba, mimi Edwin Sifuna sitakuwa among the people wenye watafanya nini? Kati ya Sifuna na wengine nani amesaliti baba? Speech ya mwisho wa Raila Odinga ilikuwa nini? Who told you? Nani alikuambia? Ukisoma historia ya Raila Odinga wanasemanga nini? Alikuwa anabishananga hata na mama yake. Alikuwa akubalingi vitu. Unaona? Na mtoto mzuri ni ule mwenyewe hakubaliani na kila kitu yenye unasema. Siku nyingine utamwambia uwe mtu. So tunamaliza hivi. ODM bila Raila Odinga si ODM. Na Raila Odinga mwenye amebaki ni nani? Sifuna. Shida yenu ni kudhani ati Raila Odinga lazima akuwe Mjaluo. Si ndio? Raila Odinga hata kesho anaweza kuwa Mkikuyu. Kuna baada ya Sifuna kunaweza kuja tena jamaa mwingine tena Mkikuyu mwenye yako na hiyo spirit naongoza hiyo ODM. Gachagua anaweza kuwa yeye. Hapana. Na nitakwambia kwa nini.
kuna kitu lazima upitie ndio ufike hapo. Haiwezi kuwa ati wakati watu walikuwa wanateseka wewe ulikuwa saidia serikali. Alafu wewe ukisikianga you cannot copy paste baba. Wacha niwaulize. Nyinyi mnajua kuweka detention 9 years inamaanisha nini? Unajua watu wanaongeanga ni kama huyu jamaa alitoka tu huko. Kuwekwa detention alafu mjaluo mwenzako ndiye anawekwa kutese Nyayo House. Na ukitoka hiyo Nyayo House umsamee na usamee mpaka huyo rais. Vile nyinyi mnaona kuna mwanasiasa wako na hiyo roho. So hiyo sio kitu enye unaamka na kufanya. You have to go through the fire. Kitu ilifanya Matiba akue Matiba ni uwezo wa kuamka na kuambia Moi, najua utanitesa, najua utaumiza biashara zangu, lakini mbaya. Wacha nikuambie, wanaume ni ule mwenye anakujanga ile wakati yenyewe mambo ni mbaya, si siku mambo ni mzuri. Umeelewa? Kama ningekuwa naonanga ati Oburu wakati Raila anafanya maandamano Nairobi, Oburu wako na nyingine Busia. Ningesema yenyewe huyu jamaa naye ningewasikia ati Oburu kwa nomination ya ODM alishindana na mtu fulani. Ningesema yenyewe huyu jamaa ni mno yake ni direct. Hiyo ni direct ticket na maandamano huko. Hajawahi zoea kukua kwa nje, ndio maana unaona akiwa kwa watu ni kama anachanganyikiwa, yani sio hiyo. Kuna kitu fulani na Raila. Poleni kidogo. Tuko na wageni wanatungoja Eldoret. Yeah. Wanaomba tu ni arudi ama asirudi? Arudi. Swali ya mwisho tu, ngoja. Wananchi ndio wanaamua. Arudi ama asirudi? Arudi siku gani? Hata kesho. Lakini wewe ngoja. Activist. So, wewe na order. Sikizeni. Huyo kijana anazunguka kaunti yote. Amekuja kwa sababu watu wa Nakuru tumeomba awe the first place atufungue macho. Lakini mimi nilimwambia kuna kitu ambaye sisi wote tunataka. Currency ya Kenya ni amani. Nani anakubali? Nani anakataa? Wenye ana nguvu kupigana tuko na boxing clubs, ndio? Lakini sisi wote tunataka amani. Katika international, oh my god. Wacha kidogo. Katika international inchi 163 countries. Kenya iko 127, badala ya kuwa ya kwanza kwa amani tuko 127 kwa 163. Unaelewa? Hatutaki turudi chini zaidi, tunataka turudi juu, tuwe na amani. Kwa hivyo nawaomba, mimi ninasimamia kitu inaitwa amani. Na nikimchukua Eldoret tunaongea amani. Kwa hivyo mumalizie na dakika moja, alafu tutarudi siku ile mtakubaliana. Niwaambie tuko pamoja. Niwaambie kitu. Asanteni sana. Kuna mtu nataka tumpigie makofi, hata sikujua atakuwa hapa. Huyu jamaa ndiye alikuwa pastor wangu, waliniombea. Kuja hapa pastor. Huyu ndiye aliniombea nikatop na Kuru West KCP. Sio ni pastor? Tispo. Huyu jamaa ndiye aliniombea. Kuja tuombe tuendange kabisa. So I'm very happy to see you. Maombi yako ilifanya kazi. Amen. Huyu ndiye aliniombea manze. So hata sikujua nitakutana na wewe tena. Hata mimi na shughuli zangu niendaka wapi? So konanga Nairobi. Yeah. Kabla uende. Kwanza nilisoma Mwareki. Na kabla uende, tungependa kujua wewe ni activist nani? Ndio pale unaweza kuangalia kwa mtandao. Unafuatilia. Naitwa Nganga Muigai. My name is Nganga Muigai. Jivanji, Nakuru. So kitu yenye mimi hufanya, I do civic education, nasoma sheria na kuna kitu kingine pia nafanyanga petitions. So in case hapa Nakuru mko na mashida, sijui ati environment, sijui kuna mtu sijui anafanya nini mahali, you talk to us, tunakupelekea kesi wapi? Kotini. Umekumbuka tukisema kazi yetu si kucomplain, ni kujua shida ni gani, solution ni gani na action ni gani. Tukijua shida ni land grabbing, action ni petition wapi? Kotini. Na the solution ni ipelekwe nini? Kotini. Na action ni kuandika nini? Petition. Umeelewa? So sisi leo tuko hapa na I think declaration ya kwanza tutaifanyia hapa. Tarehe 3 mwezi wa 3 tutakuwa tunapeleka mswada bunge yenye inasema watoto wasome katiba wapi? Kwa shule. Kwa sababu
Hamwezi funza watoto wetu vitu yote isipokuwa vitu yenye nafanya wajue Kenya ni nini. Unaona? Wale wenye wanakubaliana na hiyo kitu. I think tutasimama hapa nyuma. Tutasema tu watu wa Nakuru mnakubaliana, tunasema nini, alafu tutasema tu katiba shuleni 2026. Tuko na kitu fulani hapo ya white tutaishika, Wakenya wote waione. Sijui iko wapi. Kuna kitu ya white hapo board. Kuna mtu alitubariki na kitu hapa akatuambia images hiyo katiba shuleni 2026. Sign the petition. Tumefikisha 19,000 signatures, only looking for 50,000. So wakati mnaenda no, you don't need a million. Wakati mnaenda kuongea na watoto wenu leo, waambieni hivi. Usiende maandamano yenye ujui inaenda kusolve ni kwa sababu serikali mbaya inauanga watu wakati hawajui hivi. Yaani maandamano ijaisemekana kuharibu vitu. Ndio maana article 37 inasemekananga kila mtu ako na uhuru ya kuandamana. Unajua kuandamana imaanishi violence, inamaanisha kutembea kwa pamoja. Tukipeleka nini? Petition kwa public offices. Umeelewa? Haikuangi ati tukutane tupige kelele. Ni tukutane wengi tuandamane kwenda wapi? Mtu wa kwanza mwenye alifanya hiyo kitu Kenya successfully ilikuwa Wangari Maathai. Wakati alisema nitakaa hapa wanifanyie Kenya wananifanyia, lakini hii shamba haitafanywa nini? Hiyo ndio maandamano sasa. Unaona? So ikisemekana labda shamba yenu inafaa kuchukuliwa Nakuru, msiende ati town mnapiga kelele. Mnakaa hapo. Unaona ule mtoto mwenye alishika miti. Si dunia yote ilimjua. So you stick to a cause. Na usiende kwa maandamano yenye ujui solution unataka ni gani. Your activist atakutumia, utauliwa, na utafanya nini? Yeye atapewa pesa na donors. Unajua? Katiba iliwekwa kupigania haki ya kila mtu. Kwa hivyo uhitaji activist, au uhitaji mtu yoyote. Ndio maana nikimalizia kwa story ya Sifuna, shida makosa ya Sifuna ni moja tu. Na hiyo ndio ilikuwa makosa ya Raila Odinga. Kujua sheria inasema ni hiyo tu. Yaani tu ukijua ndio uliona kuliwahi kutokea memo nyingine ya UDA kusema mtu asijaribu kwenda debate na nani? Sifuna. Unakumbuka hiyo barua wakionya watu wa UDA usijaribu kwenda, inafaa mjue hivyo ndio Tomboya alikuwa msmart hivyo. Unakumbuka presidential debate Martha Karua versus Rigathi? Si Martha Karua ali regret kwenda hiyo debate, ndio? Sasa kuna watu wezi enda kudebate nao. So hao ndio watu hatari tuko nao. So haijalishi wewe utapigia nani, lakini tunataka tutumie makabila yetu kuleta change. Wajaluo watupatie wabunge wazuri na MCA wazuri. Wabukusu watupatie watu wazuri na watu wabunge wazuri. Ukikuwa na mbunge mzuri mambo iko sawa. Ukikuwa na mbunge mbaya na rais mzuri, hiyo chama itatoa hiyo rais wako. Ruto angeshindwa uchaguzi hivi 2022, Raila angekuwa impeached. Si alikuwa na viti. Nitaenda nitajielect hiyo bunge. Sisi ndio tunaamua nani atakuwa speaker. Sinawanunua tu. Mliona ati watu ati after elections kuna watu walikuwa wanaenda kupiga handshake na Ruto. Ati tumejoin government. Unakumbuka hizo machama? Sijui UDM. Hapana, si ati ilikuwa kitu kingine. Ruto ni mwerevu sana. Tafadhali nataka mjue hivi. Unaweza kuwa umpendi lakini si mjinga.